Afya Update. Afya. Yes, uhali gani mpenzi mtazamaji wangu wa Afya Update. Mimi ni Dr. Chilo. Leo niko na mada inayozungumzia sababu ni zipi za kuweza kukosa ute ukeni. Ukikosa ute ukeni, direct itaenda kukupelekea unaweza kupata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Sasa sikutaka kuja na mada ya kwamba kukosa hamu ya tendo la ndoa au kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Hizo ni mada ambazo ni tofauti. Leo nimekuja moja kwa moja kwenye mzizi, sababu ya kukosa ute wakati wa tendo la ndoa. Kukosa ute wakati wa tendo la ndoa si jambo la kulichukulia kawaida. Unashiriki tendo la ndoa, uenjoy, upati raha, upati ile amani ya kushiriki tendo la ndoa, basi ungana nami utapata kitu ambacho kitakusaidia leo. Karibu sana. Sasa siku ya leo nimeweza kukuletea sababu 8 kwa nini mwanamke akose ute wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Sababu namba 1 nasema ni sababu ambazo ni za saikolojia. Sababu za saikolojia kwamba mwanamke huyu labda wakati analiendea tendo la ndoa, ndani yake akilini mwake anakuwa yuko na hofu. Labda hofu hii inasababishwa labda na ugonjwa, labda kuna harufu mbaya inatoka ukeni, labda mwili wake unatoa jasho sana, labda ana historia ya kuwa akishiriki tendo la ndoa mwanaume alisema hamuenjoy au haenjoy au afurahishwi na kushiriki kwake tendo la ndoa. Basi mwanamke huyu hata akienda kushiriki tendo la ndoa tayari kisaikolojia anakuwa yuko affected, anakuwa hajiamini tena, kwa hata mwili, akili inakuwa haiwezi kusikia. Hata mpenzi wake akijitahidi kuweza kumsisimua atashindwa, kwa sababu tayari mwilini mwake kushajengea hofu. Sababu nyingine ni aibu. Kuna mwanamke anaenda kwenye kushiriki tendo la ndoa lakini anakuwa anaona aibu au fezea. Kuna baadhi ya wanaume ambao labda mpenzi wake ana magonjwa labda tuseme ni fungus. Fungus ina kawaida kuwa mwanamke huyu anakuwa anatoa ute ambao unakuwa na harufu. Sasa badala ya kuweza kumtibu au na kumcancel au kuongea naye vizuri kwamba apate dawa na akaweza kupona, mwanaume huyu anaenda kumkejeli huyu msichana. Basi akienda kushiriki tendo la ndoa, hata kama anajitahidi kuweza kushiriki tendo la ndoa ili kuweza kumfurahisha huyo mpenzi wake, lakini tayari anakuwa na aibu. Akiwa na aibu anashindwa kujiachia, kwa sababu mpaka ute huu katoka, ni lazima mwanamke huyu awe tayari yuko kwenye mazingira huru ya kiakili, ya kimwili. Kwa hiyo itampelekea akaweza kuchochea hormones zinazoweza kuzalisha ute wa kutosha. Kuna sababu ya pili tunasema ni kukosa msisimko. Sasa hapa mwanamke yuko sawa kiafya, kimwili, kiakili, yuko sawa, lakini anakosa msisimko kutoka kwa mpenzi wake, anakosa hamasa kutoka kwa mpenzi wake. Mwanaume anatakiwa muandae mwanamke kwa kipindi ambacho kutegemea kwamba amsome mpenzi wake kwamba kwa muda huu mpaka muda huu au kwa dalili hizi tayari mpenzi wangu yuko tayari kwa ajili ya kuliendea tendo la ndoa. Sasa kuna yule mwanaume labda ametoka kazini, amechoka, lakini direct akili yake inamwambia tu anataka ashiriki tendo la ndoa, hajamuandaa mpenzi wake. Kwa hiyo mwanamke huyu anakuwa anakosa ile hamasa ya kuweza kuliendea tendo la ndoa. Kingine kwamba mwanamke huyu anakosa msisimko, hapati maneno matamu, hapati maneno yale ya kuweza kumjenga kwanza akili. Umtengeneze mwanamke, atengenezwe kuanzia tendo la ndoa, hata kwenye SMS, atengenezwe kwenye tendo la ndoa, hata kwenye kwa kumpigia simu mpenzi wangu baadaye narudi kwa ajili ya tendo la ndoa. Sio tu direct kusema kwa ajili ya tendo la ndoa, lakini kwa ajili ya maandalizi ya usiku, kwa ukamletea na zawadi. Sasa au mwanaume ametoka kwa bahati mbaya anatumia vilevi,
mwanamke huyo naye hapendi vilevi. Kwa hiyo hata namna ya kuweza kushirikiana sasa wakati wa usiku kupata tendo la ndoa anakuwa mzito, kwa sababu anakuwa hapendezwi na harufu labda ya pombe au sigara au kilevi chochote kile. Kwa hiyo mwanamke huyu anakuwa anakosa msisimko kutoka kwa mpenzi wake, au anashiriki tendo la ndoa na mwanaume ambaye hayuko interested naye, hayuko na mahaba naye. Anashiriki kwa ajili ya kupata kitu fulani, au mwingine kwa ajili ya rushwa, au mwingine kwa ajili ya kutimiza matakwa fulani ambayo yeye kwa nafsi yake hayuko radhi. Sasa kwa namna hiyo mwanamke atakuwa amekosa msisimko, moja kwa moja itampelekea mwanamke huyo akakosa ute na akakosa ile raha ya kushiriki tendo la ndoa. Ataweza akapata kumsababishia pia michubuko, kwa sababu usipokuwa na ute atapata michubuko. Mwanamke huyu akipata michubuko anaweza kumpelekea pia akapata infection. Kwa hiyo ni vyema wanaume, wakati tunaliendea tendo la ndoa kwa wake zetu, kwa wapenzi wetu, kuweza kujua mpenzi wangu anapata msisimko wapi na wapi kwenye body part. Hicho ni kipindi kingine, tutakuja nifundisha body part ambazo ni very sensitive kwa mwanamke. Kwa hiyo tuende na hilo. Kipengele cha 3, sababu za kuweza kusababisha kwamba mwanamke huyu akakosa ute ni stress au msongo wa mawazo. Sasa hivi tulisema kwamba wanaume tuliletwa duniani kwa ajili ya kula kwa jasho. Sasa wakati huu mwanamke naye anakula kwa jasho, mwanaume anakula kwa jasho. Tukikutana, hali ya kuendea tendo la ndoa ni tofauti. Mwanamke akiwa na msongo wa mawazo hata kidogo tu unaotokana na kazini au sababu mbalimbali, biashara hazienda sawa, kwenda kuliendea tendo la ndoa inakuwa ni ngumu sana kuliko mwanaume. Mwanamke tunaweza tukafananisha kwamba na jiko la mkaa. Jiko la mkaa linahitaji maandalizi mengi kwa muda mrefu ili kuweza kupata moto. Likipata, kwa sababu tayari wakati unatamani wewe utimize haja zako, mwenzako akili yake haipo hapo. Akili yake inawaza kausha damu, akili yake inawaza namna gani unaweza ukawa unamcheat. Kwa hiyo ili stress isiweze kuwa inaingilia kati au ikawa sababu ya kuweza kuharibu furaha ya tendo la ndoa, basi hakikisha unamweka kwenye mudi nzuri mpenzi wako. Hata kama ana changamoto kwenye biashara zake, ana changamoto za kijamii, ana changamoto za kifamilia, mtengeneze kwanza kiakili, arudi kwenye mood, zeni tumshiriki tendo la ndoa. Ukiforce, mwisho wa siku mapenzi yanakuwa ni maumivu kwake. Hata kuomba tena, unatamani hata siku mpenzi wako akuombe mechi, lakini itakuwa ni ngumu, kwa sababu unakuwa unatumia nguvu kwa ajili ya kujiridhisha wewe bila kuridhishana wote kwa pamoja. Hiyo ni pointi muhimu sana. Msongo wa mawazo unasumbua kutokana na wanawake pia wamejihusisha na kwa sasa ulimwengu wa sasa wote ni watafutaji, wote jamii inatuzunguka. Na wewe dada, ukiwa na msongo wa mawazo sana, jitahidi kuwa karibu na mtu ambaye anaweza akawa anakuweka na mood ambayo iko positive. Kama ni watoto wako, kaa nao. Kama ni ndugu zako, kaa nao. Kama kuna sehemu ya kutoka na huyo mpenzi wako ambaye anakutia stress, nenda naye out, mkaenjoy. Let's go. Migogoro. Kuna migogoro ndani ya ndoa, migogoro ndani ya wapenzi, migogoro ambayo kuna wakati migogoro ya hisia ina maumivu zaidi kuliko migogoro ya kuweza kushout. Mwanamke akiwa na migogoro ndani ya nafsi yake, kuna vitu umemwaahidi kama mwanaume kwamba nitakutekelezea hichi, nitakutekelezea hichi, au kuna mambo haya na kuahidi mimi sitarudia tena kuyafanya, afu ukawa unaendelea kuyafanya. Hata kama hakusemeshi kwa maneno, lakini anawezekana akawa na migogoro mikubwa sana ndani ya nafsi yake. Hivyo hata wakati uko kumwandaa kwa ajili ya tendo la ndoa, anakuwa hana tena nafasi ya kuweza kuachia zile homoni zake akafurahia penzi na wewe. Kwa hiyo hakikisha unaitatua migogoro, hata kama si yote, ila muhakikishie security, muhakikishie amani, muhakikishie ile peace of mind, ndipo utaweza kuenjoy maisha ya ndoa na tendo la ndoa. Kwa hiyo hiyo ni pointi muhimu sana.
mwanaume hakikisha unakuwa ni problem solver wakati wote kwa ajili ya afya ya familia yako, ya afya ya penzi lako. Tunaenda point nyingine inayosababisha kwa nini mwanamke akakosa tendo la ndoa. Kuna magonjwa. Sasa kuna magonjwa ambayo mwanamke akiwa nayo tayari itampelekea akose ute, si yeye yenyewe direct. Kwa mfano magonjwa kama fungus, mwanamke akiwa anajisikia anatoa harufu au kuna ute unaotoka ambao sio wa kawaida, au anatoka na damu kwa kipindi ambacho hastahili kutoka damu, kwamba hedhi imeisha lakini still anaendelea kutoka na damu. Hiyo tutakuja kuelezea kwenye kipindi kijacho kwa nini mwanamke anawezekana amemaliza siku za hedhi lakini anaendelea kutoka na damu. Hiyo hata ukienda kushiriki naye tendo la ndoa bado atakuwa hana ile mood nzuri ya kuweza kurelease hormone zikatoa ute wa kutosha. Magonjwa kama PID inaenda kushambulia kwamba ni pelvic inflammatory disease. Kwa ni magonjwa ambayo yanaenda kushambulia kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Wakati tu kuna baadhi anapata miwasho, anaweza akawa kuna vimbe, kuna tumbo linamuuma sana. Kwa magonjwa haya yanaweza akawa yanasababisha mwanamke huyu asiwe tayari kiakili na kimwili kuweza kushiriki tendo la ndoa, kwa sababu anajihisi hayuko comfortable, hayuko huru kuweza kushiriki tendo la ndoa akiwa katika hali hiyo ya ugonjwa. Tunaweza tukasema sababu nyingine, lishe ambayo mwanamke anakuwa nakula inaweza ikachangia kwa kiasi kikubwa sana. Miili yetu inajengwa kwa chakula. Kile tunachokula ndicho kitaweza kutuletea matokeo. Kama mwanamke huyu anakuwa anakosa kunywa maji ya kutosha, anakosa kula vyakula kama parachichi, kama majani ya mbegu za maboga, alafu kuna mbegu zile zenye asili ya zinc, alafu hata kama ni pweza, kuna bamia. Hizi ni vyakula ambavyo vinakuwa vinachochea mwili kuweza kuwa na fluid ya kutosha. Kwa mwanamke ambaye anakosa vitu hivi, inawezekana inampelekea pia kupata ute wa kutosha kwenye via vyake vya uzazi. Kwa hiyo tunashauri mwanamke aweze kuwa anakula vyakula vyenye zinc, maji ya kutosha na matunda kama avocado, parachichi. Matunda haya na vyakula hivi vinasaidia sana mwanamke aweze kupata ute wa kutosha kwenye via vyake vya uzazi. Sababu nyingine ya mwisho na ya 8 tunasema hormone imbalance. Sasa hormone imbalance inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Sababu ya kwanza, mwanamke ambaye akiwa kwenye kipindi cha ujauzito anawezekana akawa hormone zinakuwa zinavurugika sana kipindi hicho, inampelekea akawa anakosa ute wa kutosha kwenye kipindi hicho cha ujauzito. Mwanamke mwingine akijifungua pia hormone zinakuwa zinabadilika. Kwenye kipindi cha kunyonyesha, prolactin hormone ndio inakuwa kubwa zaidi, inaweza pia ikasababisha ikashusha hormone za kuweza kuchochea ute ukatoka wa kutosha. Sababu nyingine, wanawake ambao wanatumia uzazi wa mpango, family planning, ambazo za njia za kisasa. Ukiwa unachoma sindano, ukiwa umeweka vijiti, au njia ziko tofauti ukiachana zile za asili, inaweza ikakupelekea mwanamke huyu akawa kuna mvurugiko wa hormone na akawa anakosa ute kabisa wakati wa kushiriki tendo la ndoa, au anaupata kwa uchache mno. Ni hayo, mimi ni Dr. Chilo nikikueleza sababu 8 kwa nini mwanamke akakosa ute wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Nimekuelezea na unaweza ukazitumia hizo sababu, ukaangalia au ukaniandikia kwamba mimi nakosa ute, labda nilitumia kitu fulani. Sababu kati ya hizi zishawahi kukukuta, ukatutropia hapo, ikasaidia watu wengine. Tukutane kwenye comment, niandikie swali au maoni ili nikufundishe nini cha kuweza kukusaidia kwenye masuala mazima ya afya. Bye bye. Tuwapenda wapenzi wetu, tuenjoy maisha. Hala. Afya Update.